الحمد لله منعم على من أتقاه من العباد المتقين ممن عصاه من أهل الفساد المذل من استعنى بسواه مال عن طريق الرشاد لا إله إلا هو له الملك وإليه ترجعون أحمده وأشكره على نعم سنية واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله والمواهب البهية وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله abduhu rasuluhu salatu wassalamu alayhi. Ama baada, ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha tena kuiona siku hii tukufu, siku adhim, siku ya Jumaa, tukiwa katika miezi mitukufu, katika miezi ambao kwamba ni mwezi mtukufu wa Shaaban. Na ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameelezea siri na mazuri katika mwezi huu wa Shaaban, japo wengi wetu katika miongoni mwa Waislamu hatujafahamu ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban kuna siri gani. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kufaidika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, khutbatul yawm, mada yangu ya leo tazungumzia la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usikate tamaa kwa msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo kuna mtu ananisikia hapa, au kuna mtu yuko nje ananisikia katika hotuba hii, lakini amekata tamaa na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Leo huyu mtu amekuwa ni zani, ni mzinifu. Huyo mtu amekuwa ni mshirikina. Huyo mtu amekuwa ni mcheza kamari. Huyo mtu amekuwa ni tariku sala. Huyo mtu amekuwa kadha wa kadha, kila machafu yapo juu yake. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuambia wewe kijana, wewe mzee, wewe unanisikiza, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala usikate tamaa kwa msamaha wa Allah. Usikate tamaa kwa ajili ya maghfira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamea kila dhambi, ili mradi unapumua, ili mradi uko hai, ili mradi upo duniani, basi mlango wa Allah subhanahu wa ta'ala upo wazi. Leo kuna baadhi ya Waislamu na kuna baadhi ya ndugu zetu wanatusikiza, leo mtu amekataa kuswali, au mtu anaogopa kuswali kwa sababu eti yeye hapo ni miezi kadhaa hajaswali. Mtu ameshindwa kuswali kwa sababu yeye hapo anacheza kamari. Mtu amekataa kuswali kwa sababu yeye hapo ni mzinifu. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, kuna baadhi ya Waislamu wameacha swala kwa sababu ya gati, kwa sababu ya miraa, na hii limekuwa ulevi na msiba mkubwa. Leo mtu yuko andas asikie adhana, ni vigumu kutema hiyo miraa, kwa sababu anaona akitema atarusha andasi yake, tena kuipata hiyo andasi tena itamgharimu. Na hakuna mtu ambaye kwamba yuwazungumza stori za ajabu kama mtu aliyekula andasi. Mpaka ukika stori kwambia, ukiongea sana kwambia wacha stori za ajabu, kwa maana stori za ajabu ni za uongo. Leo mtu aliyekula miraa, yani mtu aliyekula miraa ukisikia stori zake ni za ajabu, atakwambia mpaka yeye ndiye aliyeka mbingu, yeye ndiye aliyeka ardhi. Hii jaba. Bwana mmoja anakula na mwenzake hii miraa. Ukiangalia madhara ya hii, watu ambao wanakula na watu wengi, tukizungumzia hii jambo wanakasirika. Ndugu yangu, kula, siwezi kushikia fimbo wala rungu mimi, wala siwezi kufunga. Sheikh, ni starehe yako, pesa ya kwako, stimu ya kwako, madhara ya kwako, hospitali unaenda mwenyewe, kufa utazikwa mwenyewe. Kwa hiyo mimi hata usinichukie ndugu yangu, mimi naongea haya kukufaidisha. Hata yule mtu ambaye kwamba yuauza sigara, ukiangalia alivyokuwa na akili, amekuandikia pale uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Alafu wewe mwandawazimu unakuchukua tena, amekuandikia, anakuuzia kwa amekutahadharisha, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Wewe kijana, sasa huyu ana akili, ameandika nini hapo? Wewe achukua unavuta, unadhuru afya yako. Lakini kama unavuta, ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, vuta shekhi. Na ukiona ile sigara kitoshi, chukua jiko la kuni, washa, vuta moshi wote.
vuta moshi wote. Shida yako si moshi. Vuta kuni, puliza kuni yote pale, vuta moshi wote. Au hebu tulizane, wanavuta sigara. Shida yake ni nini pale? Ni moshi. Hii sigara kama haikutoshi, wewe chukua jiko la kuni, manyasi, tia kuni, vuta moshi wote pale. Utakuwa stimu yako imekolea. Alafu kiangalia ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika madhara makubwa ya haya mambo ya mihadharati, inakufanya hadi kuswali unasahau. Leo ukiangalia mtu anakula miraa kuanzia saa 2 hadi saa 10 na kuadhinia swala ya subuhi, ataswali subuhi peke yake, na wengine hata hawaswali kamwe, aenda kulala asubuhi, anapiga mswaki. Kuna wengine wanakula kuanzia saa 2 mpaka saa 2 yenyewe asubuhi yake, mpaka jiuliza huyo mtu amemshinda mpaka mbuzi. Anakula kuanzia saa 2 mpaka saa 2, unasahau kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama wewe ni miongoni mwa watu hawa, basi hutuba hii inakupasa utege masikio yako. Sijakataza kula miraa, sijakataza kuvuta bangi, kunywa pombe, lakini usisahau kuswali, kwa sababu swala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Kuna baadhi ya watu barabarani, matapeli, wanaita waganga, wamekuandikia sijui mganga anatibu mapenzi, mganga nguvu za kiume. Asikudanganye mtu, hakuna nguvu za mapenzi wala nguvu za kiume, isipokuwa nguvu ya mapenzi ya mdomo wako, ulimi wako tu. Wewe mwambie tu my chocolate, my peremende, my biscuit, alafu wanawake wana vitu vidogo vidogo sana. Wewe tunakula kwambia niletee siku kitu gani, mwisho wa siku niletee ng'ombe. Wewe tangia uzaliwe hujawahi nunua ng'ombe. Wanunua ng'ombe kwa sababu ya Fatuma. Fatuma mwenyewe wanakufanyia mambo, hutomuoa. Yuko wala Juma huko bodaboda, wewe unaishia hapo hapo, umetoa ng'ombe karibu 50,000. Dawa ya mapenzi ni ulimi wako. Kuna mama mmoja alienda kwa mganga, akamwambia mganga, mimi mume wangu ni mkali sana. Na kweli mume wake alikuwa ni mkali. Akamwambia mume wangu ni mkali, kikaenda nyumba yeye anawaka, ananipiga hivi, naomba dawa ya kumtuliza mume wangu. Yule mganga akamwangalia yule mama, akamwambia dawa kumtuliza, akamwambia naomba shilingi 50,000 kwanza nikupe maelekezo. Mama akatoa shilingi 50,000, akamwambia dawa nikufanyie, kaniletee manyoya ya simba. Niletee manyoya ya simba. Yule mama kwa kuwa anampenda, alihubbi sukara, mapenzi ni ulevi. Ukienda leo kuna watu mbaya ni al-Qais al-Majnun Laila. Mtu alikuwa anampenda mwanamke, akifika paka kwao ni hapa na busu ukuta. Mapenzi yalivyompaka chizi. Mtu paka akimwona mbwa wa kina Laila anamsalimia, acheka mbwa. Anauliza kwa sababu gani? Anambia mimi simsalimie mbwa, namsalimia Laila. Yule mbwa anataka kwa kina Laila, kwa sababu anataka kina Laila kimsalimia, nikamsalimia Laila. Al-Majnun Laila. Kisa maarufu ya mapenzi, mtu anapenda mpaka anachanganikiwa. Huyu mama anaambiwa unampenda mume wako, atakatulie, niletee manyoya ya simba. Huyu mama anasema nitaleta. Yule mganga alishangaa, kwanza wasemaje? Nitaleta. Yule mganga alikuwa anampa hiyo sharti, pengine aondoke, ajue sana tamaa. Yule mama akamwambia nitaleta. Yule mganga akastaajabu, utaleta? Mbona sio mwenyewe manyoya ya simba? Nitaleta. Mama akamwambia sawa. Yule mama sasa anatoka, anaenda kutafuta manyoya ya simba, na simba patikani mpaka kwenye national park, kwenye mbuga za wanyama. Yule mama anaingia katika mbuga za wanyama sasa, kutembea, mbona simba yule? Kapiga mahesabu, hapa nampataje huyo simba? Tampataje huyo simba mpaka nipate manyoya yake? Na ndugu zangu tukufu wa Kiislamu, mwanamke ni mtu mmoja wa ajabu, na Mwenyezi Mungu amempa akili shapu kushinda wanaume. Mwanamke, jiulize kwa sababu gani Mwenyezi Mungu akaweka suratul Nisa kwenye Qur'an? Hakuna suratul Rijal, hakuna hiyo. Mwanamke Mwenyezi Mungu amempa upeo wa hali ya juu. Wewe angalia leo, mtu ni mwanajeshi, anapambana na mabomu huko na mabastola na malshababu huko, lakini akifika nyumbani anakuwa Piriton. Tutaanza zatoe makofi haswa na wanajeshi wake wote. Mwanamke kweli uongo? Na kuna baadhi ya watu wanisikiza hapa wamepigwa na wake zao. Anaicheka ndio huyo. Kwa sababu miongoni, ukiangalia wallahi mtihani mkubwa sana. Mwanamke ni kiumbe wa ajabu. Na ukiona Uislamu mpaka kufika hapo, Uislamu kuwa na nguvu, ni mwanamke shehe.
Mtu wa kwanza sasa wanaume wala wanawake, mtu wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad ni Bi Khadija. Kama Sheikh atakuniradi ni radi hapa. Mtu wa kwanza kumwamini Mtume Muhammad ni Bi Khadija, alafu wengine wakafuata. Nani? Mwanamke. Kwa hiyo wanawake tunawapa hongera, lakini muache mambo mengine kama ya uchawi haya. Tumieni tu mdomo wenu. Huyu mwanamke anaamua kutafuta dawa ya kumtuliza mume wake. Amefika mbuga za wanyama, akamwona simba yule pale. Ule mwanamke alienda na nyama, mnofu wa kuku, akaanza kuimba nyimbo zake pale. Nyimbo zake akaanza kuimba pale, amrushia simba manyoya, mnofu wa kuku. Simba kaanza kula, akamkaribia. Wanawake ni hatari. Hizi sauti yao Mwenyezi Mungu ameweka shapavu. Leo ukiangalia hata wapiga Safaricom unaambiwa mteja nambari ilipatikana patikana. Unasikia sauti ya kike. The number you're calling is paid up, not be rich. Sauti ya kike. Hakuna utosikia the number you're calling is be rich. Hakuna sauti ya bezi pale. Sauti ya kike. Hoteli, ukitaka kufungua upate wateja, weka midume, mabouncer. Chagua kula mwenyewe uliofungua hoteli yako. Duka, ukitaka duka yako upate wateja, weka bouncer. Utajiuza na utanunua mwenyewe. Wanawake waambiwa furaha ya dunia almar'atu salihah, ni kupata mke mwema. Ukimwangalia hivi unaona dunia yote yani ni ya kwako. Wanawake, huyu mwanamke anaenda kwa simba kumrushia mnofu wa kuku na kuanza kumwimbia, yule simba anaanza kulegea bwana. Kala mnofu wa kuku. Alafu nasikia kama visa vya Abunuwasi hivi. Si vya Abunuwasi, visa vya kweli hivi. Simba yule anakula mnofu kisha anatulia pale. Mwanamke anaanza sasa kumwimbia nyimbo. Nyimbo zao wanazijua. Alafu wakati wa shida mwanamke ataka pesa za chama. Kama hauna una style zao unaweza toa pesa zao bila kupenda. Sasa kukumbia pale kaka umshika katoa unywele mmoja. Huyo kafanikiwa kakimbia mbio kwa mganga. Mwana alipomwona kwanza alishtuka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwanza alishtuka wani alifanikiwa ama ni vipi? Mganga anamuuliza umefanikiwa? Anamwambia naam nimefanikiwa. Na ndio hii hapa. Mganga alistaajabu akamwambia dawa sasa ya kumtuliza mume wako ni wewe mwenyewe. Kama ulimtuliza simba ukachukua manyoya, iweje ushinde kumtuliza mume wako? Wewe toka nenda zako kwako kumtuliza mumeo bwana. Mganga sasa kama kumfukuza utaona wewe kumbe unataka kumtuliza simba. Alafu mumeo akushinde, wewe rudi nyumbani na msini wako sikupi. Ndio ilivyotendeka. Kwa hiyo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kukunufaisha, akitaka kukupea jambo la kheri, basi anapotelea katika dini. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiwa unavuta sigara, wewe ni mlevi, wewe nani usake swala, vuta. Alafu hakuna dawa nzuri ya kuacha vitu vyote hivyo kama swala. Ndio maana hawa wageni wa matapeli wanawatapeli. Dawa nguvu za kiume, hakuna dawa za nguvu za kiume Sheikh. Wewe kula vizuri, acha stress. Nguvu za kiume utazipata. Hakuna dawa ya nguvu ya kiume, na atamka hili. Usidanganywe na mtu akakwambia nakupa majani, anakupa unga ya dawa nguvu za kiume. Hakuna ndugu yangu. Dawa ya nguvu ya kiume ni kuswali kwa wingi na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia Mtume Muhammad. Lakini unashangaa sasa Mtume Muhammad ameingiliaje tena hapo kwa nguvu za kiume? Unajua maswali Mtume Muhammad ameingiliaje kwa nguvu za kiume? Kumswalia Mtume Muhammad ndio ufunguzi wa kila jambo. Mtume Muhammad ndio ufunguzi wa kila, kwa udhibitisho wa aya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sasa huyu Mwenyezi Mungu amemtuma kwa watu wote. Ukitaka nguvu za kiume, kula vizuri, acha stress, mswalie Mtume Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli. Alafu sasa nenda kwa mama yako katika uwanja. Ndugu yangu, unajua mwanamke ukiona wanawake wana hasira nyingi sana, ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu wanavikosa ndani ya nyumba. Na kimiongoni mwa mambo hayo ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, ukitaka furaha ya dunia, ukitaka furaha ya ulimwengu, ni kupata mke mwema. Na yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea tusikate tamaa kwa msamaha wake. Kuna bwana aliua watu 99 na akataka kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaenda kwa shekhe, mashekhe wetu hawa msikiti hawa. Wengine mashekhe ni makanzu tu. Vaa lemba kubwa kama mimi hapa. Tazeni ni shekhe na koti kubwa.
Kafika jamaa kwa shekhe, shekhe asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Shekhe, mimi nimeua watu 99. Nimekuja kwako kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Je, Mwenyezi Mungu anaweza nisamehe? Yule shekhe kwa kuwa alikuwa na haraka kujibu na yeye pia kwa kiherehere, akamwambia watu ngapi? 99. Wewe msamaha Mwenyezi Mungu wa nini? Wewe motoni. Tena shortcut hakumpeleza hiyo nini? Wewe 99 watu nini wewe? Wewe motoni. Yeye ndio kubembelezwa sijui motoni direct. Ule bwana akafikiria mimi wa motoni. Alafu nakuacha wewe, akampigia pango ile shekhe. Akawa 100. Akawa 100 huyo shekhe. Lakini yule bwana lengo lake ni kumuomba Allah msamaha. Akaamua kufunga safari tena kutafuta shekhe mwingine. Shekhe asalamu alaykum salamu. Mimi nimeoa 99 na juzi tu hapa naenda kwa shekhe mmoja kutoa fatwa, akaniambia Mungu nisamehe. Nikamalizie huyo shekhe. Nimekuja kwako shekhe wewe mwingine, Mwenyezi Mungu anaweza nisamea. Yule shekhe afikiria shekhe wa kwanza shauawa. Akamwambia kwa kuwa alikuwa na hikma, akamwambia Mwenyezi Mungu anaweza kusamea. Toka katika huu mji, safiri, nenda mji mwingine, ukae chini utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu msamaha wake uko wazi. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mwenyezi Mungu anasamea kila dhambi. Yule bwana katika safari yake anatembea kwenda kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anafika njiani, Israeli anamtoa roho. Kabla hajafika sehemu alipokuwa anaelekea, anapofariki pale, malaika wa motoni anashuka na malaika wa peponi anashuka, wanamgombania yule mtu. Motoni anasema huyu mtu ni wa kwangu, aliua watu 100. Na yule peponi anasema huyu mtu ni wa kwangu, alikuwa anaenda kutubu. Mwenyezi Mungu anapitisha hukumu pale, anawaambia nyinyi malaika msisuzane. Pimeni safari yake. Kama anapotoka yeye ni mbali na anapoelekea yeye ni karibu, basi huyo mtu atakuwa na peponi. Na kama anapotoka ni karibu na anapoelekea ni mbali, basi huyo mtu atakuwa na motoni. Wanapima safari yake, wanakuta anapoelekea ni karibu na anapotoka ni mbali, na huyo mtu anaingizwa peponi kwa sababu ya kutaka msamaha wa Allah. Ndugu yangu mtukufu wa Kiislamu, wengine wanajiuliza shekhe, Mwenyezi Mungu anaweza nisamea mimi endapo kama ni mshirikina? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu kwa Mwenyezi Mungu toba ya kweli, ndugu zangu tukufu wa Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu msamaha wake uko wazi. Mwenyezi Mungu haangalii kosa. Bora tu umeamua moyo wako kurudi kwa Allah. Mwenyezi Mungu, nimekosa, nimerudi kwako ya Rabbi. Nisamee, sitarudia tena kosa hili. Si wewe unakosea leo unazini, kesho unazini tena, Mungu nisamee. Unafanya kosa tena, Mungu nisamee. Kama Mungu babu yako, wewe mkosea afu Mungu nisamee, Mungu nisamee. Hata kama mimi sitovumilia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoona mja anamuomba msamaha, basi Mwenyezi Mungu anajifaharisha kwa malaika na kuambia malaika, angalia abdi, angalia mja wangu, hana mwingine isipokuwa mimi. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie wenye kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Na Mwenyezi Mungu ajalie kila mwenye haja yake Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Kila mwenye maradhi Mwenyezi Mungu amuondolee. Kila yenye uzito Mwenyezi Mungu amfanyie sahali. Kila anayetafuta kazi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi apate kazi. Na kila mwenye haja yake ya kheri, ni mke anatafuta hajapata, Mwenyezi Mungu ampe mke wa kheri, awape kizazi chema. Na wale wazee wetu ambao na maradhi mmoja kuja msikitini, Mwenyezi Mungu awape afya na umri mrefu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. بارك الله بالقرآن العظيم ونفعني وإياه بآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفروا ربكم.